Kwa hiyo aliyeokoka akiachana na nguzo ya utii, akiachana na mahali pa kutii, aliyeokoka akiacha kutii, manake amefanya dhambi ya uchawi. Yani amekuwa yeye sasa amefanya dhambi ile ya uchawi, yani hayuko tofauti na mchawi. Kwa hiyo anaposimama sasa kuomba kupiga wachawi, na yeye yumo, kwa sababu amekosa utii. Kwa ukikosa utii, manake unavuruga kila kitu na uweze kula mema ya nchi. Kwa maadui waliokoka ni wawili tu. Wa kwanza ni kukosa ufahamu, na wa pili ni kukosa utii. Huyu aliyeokoka akipata ufahamu, ameinuliwa, yuko juu sana, na wachawi hawamwezi kwa sababu ana ufahamu. Huyu aliyeokoka akikosa utii, manake nini? Manake kwamba hawezi kufanikiwa mahali popote, vitu vyake vyote vitaharibika kwa sababu ameokoka, lakini ameshindwa kushughulikia. Kwa hiyo sasa nini manangu? Manangu kwamba kwa wewe uliokoka, usishughulike na maadui wanaitwa wachawi, usishughulike na waganga, usishughulike na washirikina, usishughulike na majini, usishughulike na mapepo, usishughulike na mizimu, usishughulike na wakuu wa anga, usishughulike na wakuu wa giza, usishughulike na wenye hila, usishughulike na wenye chuki. Wewe shughulika na maadui wawili peke yake. Shughulika na kukosa ufahamu, pata ufahamu wa neno la Mungu. Penda kujifunza neno. Shughulika na kukosa utii, tii mtumishi anayekuongoza. Tii neno la madhabahu. Tii maagizo unayopewa mahali ambapo unaabudu. Hapo lazima maisha yako yatabadilika.